na kukaribisha saa hii katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Karibu ndugu yangu, tunapoingia kwenye uchambuzi wa kina wa kitabu cha Mwanzo moja. Tutakuwa tunaangalia sana kwa habari ya ubatizo, Pasaka na meza ya Bwana. Ninaomba uwe pamoja nami katika kipindi hichi ambacho kama una swali lolote unaweza ukauliza mahali popote, na kwa kupitia mawasiliano ya 0744531049 na 0784222327. Kabla ya yote sasa, ngoja nimkaribishe Roho Mtakatifu mwenye shughuli kuu na ndiyo kiungo changu cha pekee cha kutenda kazi hii. Sina namna yoyote pasipo yeye. Naomba uwe pamoja nami. Baba, ninakutukuza mahali popote mtu ambaye umeweka utayari wa kusikia maneno haya kwa damu ya mwanakondoo. Kipindi hichi ambacho tulishaingia kwenye siku ya tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka 2025. Ninaomba leo Roho Mtakatifu mgeni rasmi ukauishe fahamu zake katika njia zote ambazo zinaweza kufanya awe jirani na wewe ni kumsikia Mungu kupitia neno lake. Ukampe utayari wa kujifunza tunapoenda kuchambua Mwanzo moja mpaka pale tutakapofikia kilele cha Ufunuo, kitabu cha Ufunuo cha mwisho. Ni neema ya Mungu ipate kutupitisha huko. Tuwe pamoja na msikilizaji huyu katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Basi nakukaribisha mahala popote. Wakati huu ni wakati sahihi kwako. Wakati huu Mungu anaenda kukuhudumia. Tunapoenda kuchambua Biblia yetu Mwanzo moja kuhusu ubatizo, Pasaka na meza ya Bwana. Na wakati mwingine tutaangalia zaidi ya kuzamishwa na kutolewa majini. Tunaona kitabu cha Biblia kwenye Mwanzo moja. Neno la Mungu linasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mstari huu unafungua Biblia kwa kutangaza kwamba Mungu ndiye aliyeumba vyote kwa neno lake. Mungu ndiye aliumba vyote kwa neno lake. Huu ni msingi muhimu sana wa mafundisho yote ya Biblia, na unaweza kuunganika kiroho na mafundisho ya ubatizo, Pasaka na meza ya Bwana kwa njia ya ishara na maana za kiroho. Hebu tuchambue kwa undani sasa. Tuchambue kwa undani au kwa kina. Tuchambue kwa undani au kwa kina ili tuweze kujua haya mambo yanakuaje na kinamna gani unaweza ukapata neema hii ya kujua siri iliyoko katika ubatizo, Pasaka na meza ya Bwana kupitia mstari wa Mwanzo moja. Kumbuka kwamba ubatizo na Mwanzo moja tunaona uumbaji wa kiroho. Ubatizo unaashiria mwanzo mpya katika maisha ya Mkristo.
mwanzo mpya katika maisha ya Mkristo. Lakini sio hivyo tu, tunaona Biblia inaposema, narudia tena, kwamba uumbaji wa kiroho, ubatizo unaashiria mwanzo mpya katika maisha ya Mkristo. Mwanzo mpya katika maisha ya Mkristo, kama vile hapo mwanzo Mungu aliumba ulimwengu mpya kwa neno lake. Vivyo hivyo ubatizo ni mwanzo mpya wa kiroho kwa mtu anayeamini Kristo. Maneno haya unaweza kupata kwenye kile kitabu cha Warumi, kile cha Warumi 6 na ule mstari wa 4. Warumi 6 na ule mstari wa 4 tutaangalia. Warumi 6 na ule mstari wa 4. Kitabu cha Warumi 6 na ule mstari wa 4. Warumi 6 na ule mstari wa 4. Tutaona jambo pale. Warumi 6 na ule mstari wa 4, Biblia inasema, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Na sisi tuenende katika upya wa uzima. Tuenende katika upya wa uzima. Kwa hiyo ubatizo ni mwanzo mpya wa kiroho kwa mtu anayemwamini Kristo. Lakini tunaona kwamba kuna kitu kinaitwa nuru na giza. Baada ya uumbaji, Mungu alitenganisha. Baada ya uumbaji, Mungu alitenganisha nuru na giza. Mwanzo ile 1 mstari ule wa 3 mpaka 4. Vivyo hivyo katika ubatizo mtu anatoka gizani na kuingia katika nuru ya Kristo. Utaona maneno kwenye Wakolosai 1 mstari ule wa 13 mpaka wa 14, kwamba tulihamishwa kutoka kwenye nguvu za giza tukaingizwa kwenye mwana wa pendo lake. Kwenye mwana wa pendo lake. Pia tumeona katika ubatizo kutoka kwenye ile Mwanzo 1:1 ni kuzamishwa na kutolewa majini. Zaidi ya kuzamishwa kwenye maji, ubatizo unawakilisha kuondolewa kwa dhambi na kuanza maisha mapya katika Kristo. Hiyo tunaiona katika Matendo ile 2 mstari wa 38. Sasa tunaonaje ubatizo au tendo hili la Mwanzo 1:1 linafananaje na Pasaka? Tunaona Pasaka, tunaona mwanzo wa ukombozi. Pasaka katika Agano la Kale liliwakilisha mwanzo wa safari ya ukombozi kutoka utumwa wa Misri. Kwenye kile kitabu cha Kutoka 12, vivyo hivyo Mwanzo 1:1 ni ishara ya mwanzo wa mpango wa Mungu wa kumkomboa mwanadamu kutoka kwa dhambi na kumpeleka kwenye ukombozi. Lakini agano la Pasaka kwenye Mwanzo 1:1 inaonesha Mungu aliumba kila kitu kwa mpango wa kusudi. Pasaka pia ilikuwa sehemu ya mpango wa Mungu kwa ukombozi. Wa Korinto wa kwanza 5 na ule mstari wa 7. Kristo ndiye mpasaka wetu. Kwa hiyo obviously utaona kwamba kuanzia mwanzo ametajwa Kristo kwenye Biblia. Si jambo la ajabu sana,
ni jambo la kawaida tu. Tangu mwanzo Kristo ametajwa kwenye Biblia kuwa ni mpasaka wetu. Lakini kitendo cha Pasaka ni kutoka gizani. Kwenye Mwanzo 1:2 tunasoma kwamba dunia ilikuwa ukiwa na giza, lakini Mungu alileta nuru. Hii inalingana na Pasaka ambapo Mungu alitoa mwanga na wokovu kwa Waisraeli walioko katika giza la utumwa. Kwa hiyo zipo giza nyingi, lakini wana wa Israeli walitolewa kwenye giza la utumwa. Giza la utumwa. Nikiwa naendelea ni kwamba, je, Mwanzo 1:1 inahusiana vipi na meza ya Bwana? Inahusiana vipi na meza ya Bwana? Tunaona kwamba mwanzo agano kwanza. Meza ya Bwana au ekaristi au komunio ni ishara ya agano jipya lililowekwa kwa damu ya Kristo. Kwenye Mathayo ile 26 na ule mstari 28 utaona haya maandiko. Mwanzo 1:1 inaonesha mwanzo wa kazi ya Mungu. Vivyo hivyo meza ya Bwana inatukumbusha mwanzo wa agano jipya na uumbaji mpya ndani ya Kristo. Pia meza ya Bwana inatukumbusha kumbukumbu la uumbaji. Meza ya Bwana inatukumbusha kuwa Mungu aliumba kila kitu kwa neno lake. Neno hilo hilo lililoumba ulimwengu ndilo lililokuwa mwili na kufa msalabani kwa ajili yetu. Kwenye ile Yohana 1 mstari wa 1 mpaka wa 3 na mstari wa 14 tunaona kwamba neno liliuvaa au mwili, neno likauvaa mwili na yakakaa kwetu. Kwenye ule mstari wa 14 kwenye Yohana 1:14 pale. Lakini tunaona haya mambo yote ni zaidi ya kuzamishwa na kutolewa majini. Wakati ubatizo unahusu kuzamishwa majini na kuinuliwa tena, ishara ya kifo na kufufuka, maana yake ni kubwa zaidi. Kuzaliwa upya kama vile uumbaji mpya ulianza na neno la Mungu. Ubatizo ni ishara ya kuumbwa upya kwa Roho. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Tito 3 na ule mstari wa 5. Kuingizwa katika mwili wa Kristo. Ubatizo sio tu tendo la kimwili, bali pia ni kiroho. Mtu anaingizwa katika mwili wa Kristo ambao ni kanisa lake. Wa Korinto wa kwanza 12 na ule mstari wa 13. Lakini tunaona pia kuunganishwa na kifo na ufufuo wa Kristo. Mwanzo 1:1 unaashiria mwanzo wa uumbaji. Vivyo hivyo ubatizo unaunganisha mtu na kifo na ufufuko wa Kristo kwa ajili ya maisha mapya. Tumeona kwenye kile kitabu cha Warumi 6 mstari wa 4 hadi ule mstari wa 5. Sasa nataka kukupa tu mustasari wa uchambuzi. Mwanzo 1:1 ni mwanzo mpya wa kazi ya Mungu, msingi wa uumbaji na ukombozi. Lakini ubatizo ni mwanzo mpya katika Kristo, kuondolewa gizani na kuingia katika nuru. Wakati huo tukiangalia habari ya Pasaka, ni mwanzo wa ukombozi, ishara ya kuondolewa katika utumwa wa dhambi. Tunaona meza ya Bwana ni kumbukumbu la agano jipya. Meza ya Bwana ni kumbukumbu la agano jipya na kushiriki kazi ya Kristo. Tukisema zaidi ya kuzamishwa, maana yake kuzaliwa upya, kuliagizwa katika mwili wa Kristo na kushiriki kifo na ufufuko wake. Kwa hiyo sio story, ni vitu ambavyo viko wazi na mubashara kabisa. Kwa
kulingana na muda wetu leo, ninaomba tuishie hapa, lakini haya masomo yatakuwa na nguvu sana juu yako kama utamwamini Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Inawezekana umepita kwenye klipu hii au kwenye mahubiri haya au kwenye mafundisho haya. La kwanza, tubu kwa kuliita jina la Bwana, kwa sababu kila atahitaji jina la Bwana ataokolewa. Lakini ukimkiri Kristo kwa kinywa na kuamini ndani ya moyo wako, utakuwa umeokolewa. Hii ni nafasi ya kipekee sana, na nyakati tulizokuwa nazo zinahitaji kuchukua hatua ya kuingia kwenye wokovu kamili. Nataka nikuombee saa hii ili Mungu aingilie kati maisha yako, na kipindi hichi kitakuwa kinaendelea uchambuzi wa kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, kimpendeza Mungu, neno moja baada ya jingine, na tutakuwa tunaangalia katika ubatizo, Pasaka na meza ya Bwana. Tukisema ubatizo ni kuzaliwa kule upya, mwanzo mpya. Pasaka watu walikombolewa, lakini meza ya Bwana ni kukumbuka namna ambavyo Kristo alikufa na kufuka kwa ajili yetu. Omba nikuombee. Inawezekana sahihi umgonjwa, unapitia taabu, na ukapita kwenye peji hii kwa na mhubiri anaendelea kumnena Kristo kwa uwazi. Basi Baba, nakutukuza kwa ajili ya mtu huyu. Ninaomba mahali popote ambako amenaswa au anataka kukatwa usiku wa leo, ninazuia kwa damu ya Mwana-Kondoo. Ninatamka uzima, natamka afya, natamka neema ya Mungu imhudumie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaomba nikiamini, aamke kutoka maumivu, aamke kutoka kwenye shida, aamke kutoka kwenye dhiki, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Na kukaribisha kwa vipindi vingine ambavyo vitahusu mada hii ambayo tumeishia hapa saa hii. Ni mada ndefu, utaifurahia, lakini inatoka kwenye Mwanzo 1:1. Hatuhami kutoka hapo. Tutaenda kwa series na Mungu atakusaidia katika jina la Yesu. Amen.